Mtazamaji wangu, nikukaribishe kwenye kipindi chetu cha Dr. Rahabu na vidonda vya tumbo hapa Rahabu Asas Herbal Clinic. Ninayekuletea programu yetu hii nzuri, ninaitwa Dr. Rahabu Ernest mjukuu wa Rubago. Tuna mambo mengi sana ndani ya Dr. Rahabu na vidonda vya tumbo. Lakini leo ninaangazia jambo moja tu ambalo huwa natamani kila nikipewa nafasi basi lazima nilizungumzie kwa sababu najua liko kwenye jamii yetu. Ni ile la kuzitambua dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Watu wengi wanaumwa ugonjwa wa vidonda vya tumbo lakini hawajui. Wengi wanadhani wamerogwa, wengine wanakuwa wanahangaika muda mrefu mpaka anakata tamaa. Lakini wengine wanaambiwa anakatwa chembe. Ukiona mtu anakuambia anakatwa chembe, mwingine anakuambia anachomwa na kigrasi kwamba wanachoma kile chembe, elewa hivyo ni vidonda vya tumbo, tena aina ya gastric ulcers, yani vidonda vya tumbo ndani ya mfuko wa chakula. Hayo maumivu yanakuwa hapa, mara nyingine yanatokeza huko mgongoni. Wengine wanakuwa na maumivu chini ya tumbo, huko chini ya kitovu vikiwa kwenye duodenal ulcers, lakini wenye esophageal ulcers wanapata maumivu kwenye njia ya chakula. Dalili sasa zitakazoambatana na hayo maumivu ziweze kukushawishi kwamba wewe una ugonjwa wa vidonda vya tumbo ni hizi. Utakuwa una tabia kutoka sana bila sababu maalum, tumbo linajaa gesi, tumbo linawaka moto, kiungulia, kichefuchefu, unakosa hamu ya kula au unakula sana kupita kawaida, kiuno, mgongo wako vinauma. Unaweza kuwa na shida ya choo kwa siku moja, siku mbili, lakini huwezi kuamini hatimaye mwezi mzima unakosa choo, unakipata kwa maumivu makali, unakipata kwa shida, unamuuliza Mungu nimekukosea nini? Kwa hiyo dalili moja. Mgonjwa wa vidonda vya tumbo sasa unaanza kuwa unaona unaharisha damu, unatapika damu, unaanza kuwa na hasira, kitu kidogo wewe kwako ni hasira kubwa, unatamani upasue hata mtu, miguu yako inawaka moto, miguu inakufa ganzi, moyo wako unaripuka, moyo unakwenda mbio, unakuwa na hofu muda mwingi, utazani labda kuna kitu kibaya umefanya. Taratibu sana, lakini kwa uhakika nguvu za kijinsia zinaanza kupungua, hatimaye zinapotea kwa uhakika. Mgonjwa wa vidonda vya tumbo unaweza kuwa una ganzi mwilini, labda miguuni, mikononi, ganzi au nyayo zako zinawaka moto. Kuna siku unaweza kuamka mgonjwa wa vidonda vya tumbo, unajijua mimi na vidonda vya tumbo, lakini leo hii malaria, midomo ya uchungu, mwili unauma, viungo vinauma, unasikia homa, ukienda hospitali unapima typhoid hamna, UTI hamna, malaria hamna. Hapo sasa ni rahisi sana watu kwenda kwa Kalumanzira, na ukienda huko atakudanganya, atakwambia umerogwa, atakutafutia na mchawi. Hizo ndo kesi ninazokutana nazo hapa mezani kwangu mara kwa mara. Ninakuomba utambue kuanzia leo, ukiziona hizo dalili, jua ni dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo. Lakini nikwambie jambo jingine. Dalili za ugonjwa wa vidonda vya tumbo zinashabahiana sana na magonjwa mengine. Kwa hiyo ukiwa na hayo maumivu, ukawa na hizo dalili, ni vyema sasa ukaenda kufanya vipimo hospitali, wakakuthibitishia kama ni vidonda vya tumbo au la. Wewe usipate shida. Ukishaona vinakuchanganya nipigie, ndio maana ya mawasiliano yetu haya ambayo yako hapo wakati wote. Nitakusaidia, utajua. Muda wetu hautoshi kuzungumza mengi, kufundishana mengi kwa upana hapa. Lakini kama kuna sehemu utakuwa hujaelewa na unataka kufahamu vizuri, wewe tuwasiliane au njoo moja kwa moja ofisini kwetu. Sisi tuko hapa jengo la PSSSF Commercial Complex. Nenda pale mapokezi, utakutana na maskali wa Suma, wale ni wakalimu mno. Waulize mimi naenda kwa Dr. Rahabu, basi watakushika mkono, watakuongoza mpaka wanakufikisha ofisini. Tuko ground floor. Karibuni kwa kujifunza, karibuni kwa huduma. Niwatie moyo, Fiterawa haijalishi. Kuna watu bwana wamekata tamaa kwa sababu alishaenda India ikashindikana, alishaenda mahospitali makubwa ikashindikana, nakata tamaa. Niko hapa kukuthibitishia kwamba Fiterawa haijalishi umeumwa miaka 10, 20, 30, 40, haijalishi unaharisha, unatapika damu, haijalishi umeshafanywa operation, wamekata utumbo wako, wamekata mfuko wa chakula, wameunga na bado vidonda vipo, unakata tamaa. Fiterawa haijalishi, ili mradi tu mtangulize Mwenyezi Mungu, njoo unywe Fiterawa, unapona, unasahau. Alama kuonyesha umewahi kuumwa kidonda cha tumbo huwa haipo kwenye tumbo lako. Na hii ni Dr. Rahabu na vidonda vya tumbo. Tukutane kwa program nyingine. Karibu.